watu wa Uingereza. Kwa napongezi sana kwa chombo cha habari hapa kufuata watu wenye ujuzi wa mpira Tanzania. Kufuata watu ambao wanauelewa mpira Tanzania, kufuata watu ambao wanajua mpaka taratibu na sheria za mpira Tanzania. Kwa swali lako uliouliza kwamba kwanza nampa hongera sana mzee Jambia Wilson Oruma kwamba kunyoosha maelezo kwa sababu hajataka kupindisha. Amenyoosha maelezo. Kanyoosha maelezo. Kwa namna gani? Yeye kuzungumzia kwamba kwa sababu najua hii kitu ambacho kimemuuma mpaka msemaji wao Alikamwe kwamba alizungumzia kuhusiana na swala la Singida kwamba Singida United hawana malengo ya kuwa mabingwa wa Tanzania, isipokuwa malengo yao kwa katika ligi ya Tanzania ni kuinufaisha timu moja ya Yanga. Ndio Mbeya City. Na kazungumzia kwa Mbeya City kwamba hajaiona Mbeya City kama labda hajaona hajapaona wapi Yanga amefaidika kwa Mbeya City kama yeye Mbeya City yenyewe kabisa kama anacheza mpira pale, umeelewa? Akaona labda nje ya uwanja kuna mambo fulani ambayo sisofahamu. Young Africans wakasema sasa hizo ni shutuma. Sasa kama hizo shutuma hizo, namwambia Alikamwe kwanza aiangalie, wewe si mtu wa mpira na wewe kwanza sikirusi wewe Alikamwe kwanza ni kirusi hapo Yanga, umeelewa? Wewe ulikuwa unachambua mambo 10 ya Simba, Kratos Chama, Mwamba Lusaka ulivyokuwa Azam, umeelewa? Kwa hiyo ichukue ile mechi ya Mbeya City ile iangalie, utaungana na ukiwa peke yako chumbani utaungana na maneno ya Jambia kwamba bwana hapa nje ya uwanja kuna jambo ambalo haliko sawa. Na nje ya uwanja jambo haliko sawa kwa sababu kuna wachezaji 8 wa Mbeya City wamesimamishwa. Umeona mpaka hapo? Hiyo ndio sababu kubwa. Key player unamwangalia Kakolanya. Nani asemje Kakolanya nani mchezaji wa zamani wa timu ya taifa Tanzania? Unaenda kuweka ile gunia la gunia la dagaa lile. Watu wanalibeba tu gunia la dagaa lile pale. Unaenda kumweka ile pale. Kakolanya pale. Unawaacha kina Dilunga, watu wa pasi za mwisho unawaacha. Unaenda kumweka si mtoto gani akimbia ndio mbio za ovyo. Kwa hiyo utakapoangalia hivi filamu ya ile mechi ile pale, inatakiwa uwe na macho ya akili ya kuangalia mpira. Kwa hiyo kwa engo ya aliyosimama mzee Jambia kuhusiana na Singida, hilo jambo liko sahihi kwa sababu usahihi wako kuko vipi? Tukija hata kwenye usajili wa Damalo, unampelekea mpaka mzee Jambia au na ushahidi, na mimi ndampa ushahidi hapo. Mzee Jambia amewakalia sana Yanga kooni. Sakata la Damaro yeye ndiye alilianzisha. Sakata hili lingine tena kuhusiana na mchezo wa Mbeya City na mambo mengine yeye ndo ameanzisha yeye. Na kwa upande wa Alikamwe jana akaandika kwamba anachoshindwa kuwasaidia Simba, Mzee Jambia anashindwa kuwasaidia Simba kutoka nafasi ya pili kwenda nafasi ya kwanza, akimaanisha kwamba masakata yote hayo maana yaibua yeye. Nyie ndio mnamtuma. Hatuna mchezo mchafu wa kumtuma mchambuzi aje kuiponda Yanga au kuponda sisi hapa Mesia. Toka nchi imepata uhuru, wachambuzi wote wanaisifia Yanga tu peke yake. Na ndio maana Simba inaimarika. Wachambuzi wote. Nakupa mfano tu mmoja, kuna kipindi lilikuwepo gazeti la Mfanyakazi lilikuwa linaiponda sana Simba, lilikuwa wanajengea wanawapa sifa sana Yanga kipindi kile Mfanyakazi. Umeelewa? Hakuna mchambuzi ambaye anaichambua kwa sababu ya kuipenda klabu ya Simba hata siku moja, na sisi hatuhitaji mtu atusifie. Sisi tutajisifia wenyewe. Sisi kina mapawa yetu mtakuja nyinyi waandishi wa habari, mtatuoje tutasifia klabu yetu ya Simba, hataki mchambuzi atusifie sisi. Kwa sababu mchambuzi akitusifia tunabweteka. Lakini mzee Jambia kwanza kuzungumzia kama swala kama hilo hapo, umeelewa? Ni jambo ambalo lipo. Damalo alisajiliwa, alipewa uraia Singida na uraia wake tayari uligubikwa na utata. Uligusa mpaka katiba ya nchi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba yake. Uligusa mpaka katiba. Watu hawajaperuzi vifungu vya katiba. Waliperuzi vifungu vya katiba ya nchi. Kwa hiyo usajili wa Damalo ulitikisa mpaka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Usajili wake uraia wake akapewa namna gani wakati katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakataa? Umeona? Watu wasiseme. Simba wakapeleka majina 9 kina Jane Chalea wapewe uraia. Lakini mkurugenzi sio wa miaji sio wa wapi kwa Singida pale kaikimbia ofisi baada ya kuletea majina tu ya wale wachezaji wa Simba. Kwa maoni yako unadhani Mzee Jambia kwenye hili anachomoka? Anachomoka pakubwa sana. Tena kesi imekishwa kabla haijasikilizwa. Kesi? Kesi ya Yanga imepata aibu ya mwaka kwa sababu kesi imeanza kuifungua pale kabla haijasikilizwa imeshatupwa. Kwamba haina mashiko yoyote. Haina mashiko. Haina mantiki. Hauwezi kupeleka kesi ya mpira mahakamani.
Hawa watu wanaharibu mpira Tanzania hawa jamani, hawa watu. Nyewe vipi hamwaambii nyinyi? Kuna kesi pale Ilala pale. Kesi ya mwaka karibu 2020, 2002. Yanga alifungua kesi mahakamani pale. Mahakama ya wilaya Ilala. Walipinga Simba, yani majina ya Simba na Small Simba kupelekwa majina CAF kwa sababu wenyewe hawajashiriki ligi ya muungano. Waligoma kwenda kucheza na chipukizi ya Pemba. Yanga waligoma. Lakini Simba alienda kucheza, ilicheza mechi moja. Inani hawa Small Simba kacheza mechi moja pale, majina yakapelekwa kwa sababu ilikuwa ni jambo la haraka. CAF wanataka majina ya haraka. Zikaenda kucheza mechi moja tu pale. Yanga akafungua kesi pale mahakama ya Mwanza. Wanao mpaka sasa kesi. Wakaifungua na ile pale waifufue. Mahakama za mpira ziko kasi. Wangeenda kwenye kamati. Mimi ningeona wana akili, na ndio maana narejea kwamba kuna mtu mmoja ashazungumza kama yani watu wa Yanga wote hawana akili isipokuwa watu wawili tu akataja majina, sitaki kuyarudia kwa sababu yapo, amezungumza na yapo, kwamba wangekuwa na akili wangemwandikia barua Hussein Oruma wakutane kwenye kamati ya maadili ya TFF. Wangekuwa na akili wangemwandikia Hussein Oruma aende kamati ya maadili pale TFF, apeleke ushahidi wake TFF pale, kamati ya maadili ikijiridhisha, kamati ya maadili kwa sababu ni mahakama ile ya mpira, watawaambia TAKUKURU, watawapa TAKUKURU. TAKUKURU itakuwa ni yani cheni kubwa ya TAKUKURU. Umesia? Kwa nini kwenye hili nyewe na Simba mnasimama na Wilson Oruma? Tunasimama kwa sababu tunataka mpaka hata TAKUKURU wenyewe waingie katika ligi ya Bongo. Kuna viashiria vya rushwa. Umeelewa mpaka hapo? Wakipeleka kesi mahakama yani kamati ya maadili itachunguza, itawashirikisha TAKUKURU kwa sababu tuma za rushwa zinaenda kwa TAKUKURU. TAKUKURU ndio wale wataligeuza ile jambo kuwa la jinai baada kuona kama kuna mambo ya hela. Mzee Mwaipaya, nyie sasa kama wana Simba au wewe kama Mwaipaya OG, nataka kusikia neno lako unaompelekea moja kwa moja Wilson Oruma kwenye hili sakata. Mzee wa Jambia, wala usiwe na hofu. Kwanza kabisa mimi nasimama kidete. Na nashauriana na mawakili wangu ambayo kina Utashobia, kina Sajili Mwaijumba, kina Muzameli, kina Regasila, hao mawakili. Unajua ukizungumzia mawakili yani wahaya wako 100% katika sheria, na hao mawakili hawatoki hapa, wanatoka kule ambako aligalagawa za Yanga na Bernard Morrison, wanatoka kule Uingereza kule. Tutakuweka mawakili 11 na vile nachowaambia Yanga, mkipeleka kesi mahakamani tutampa maelekezo wakili ambaye anayemsimamia Wilson Oruma kwamba aweke court order. Shauri lenu Mesia, yani nyinyi msimamishiwe mambo yenu yote ya masuala ya mpira kwa sababu simepeleka kule mahakamani kule mpaka shauri la msingi lisikilizwe. Kwa hiyo hamtashiriki mashindano ya yote, hamtashiriki klabu bingwa kwa sababu najua kesi hii hapa kwa wahaya jinsi walivyo mabingwa wa kesi. Hii kesi ya Jambia hii ya Wilson Oruma inaenda mahakamani kukaa miaka 3 au miaka 5, ili mali ikitolewa hukumu watu watafilisiwa mpaka jengo lile pale. Mwamba mpaka hivi sasa hajaomba msamaha. Aombe msamaha nini? Yeye anaogopa nini? Ambaye ni afisa habari wa Yanga wakasema kwenye hili hawataki mtu kuomba radhi. Aombe radhi, apeleke mahakamani kule. Unapopeleka Alikamu mahakamani, unapompeleka nani Wilson Oruma mahakamani, tunampeleka engineer hisi mahakamani. Alichafua Simba kule kwenye mkutano kule wa FIFA kule. Tunampeleka mahakamani, ushahidi wa klipu tunao, tunampeleka mahakamani. Tunakupeleka mahakamani wewe Alikamu. Unatoka kwenye mlango wa mahakama hapa, wakili Muhaya anakufungulia shtaka, unaenda kujibu shtaka la kusema kwenye draw hapa kwamba kuna mechi za kwa Dula na Abdalla kati ya TRA na Simba wamezungumza. Tunakupeleka mahakamani na sisi hapa. Alafu tutaangalia mwisho wa siku Yanga watakuja kupigwa fidia, watauza jengo, itakuwa haitoshi kumlipa Oruma. Watauza wachezaji wote. Unaona kundi la wachezaji wale. Wachezaji wa Yanga hata ukiwauza wote wafika hata bilioni 8. Hawafiki. Umeelewa mpaka hapo? Wafika hata bilioni 8. Watauza, itashindikana. Mwisho wa siku sasa Alikamu ataenda kufanya kazi, ataajiriwa na Wilson Oruma. Shukrani sana mwema. Asante.